Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kuimarisha ushirikiano na taasisi kwa kutambua mchango mkubwa unaotolewa na taasisi hizo katika kujenga maadili, amani, mshikamano na maendeleo ya taifa. Askofu wa Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro Dr. George Pindua amewaingiza kazini mkuu wa jimbo pamoja na mkuu wa pili wa jimbo la Morogoro katika ibada maalum iliyofanyika katika kanisa kuu la Bungo, manispaa ya Morogoro. Askofu wa jimbo Katoliki la Moshi Mhashamu Ludovic Joseph Minde amesema wahudumu wa afya katika nyanja mbalimbali wanapaswa kuimarisha viwango vya huduma wanavyotoa kwa jamii ili kufikia mafanikio yatakayowasaidia kujijengea sifa njema ndani na nje ya nchi. Na Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano na Irani ya kumaliza vita huko Mashariki ya Kati yanaweza kusainiwa hii leo Jumapili. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Upendo TV. Mimi ni John Pazia, karibu. Nitakuletea habari za kitaifa na habari kutoka mataifa mbalimbali, na hapo baadaye utakujia utabiri wa hali ya hewa kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania TMA. Tuanzie mkoani Singida, kanda ya kati. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kulinda uhuru wa kuabudu na kuimarisha ushirikiano na taasisi za dini kwa kutambua mchango mkubwa unaotolewa na taasisi hizo katika kujenga maadili, amani, mshikamano na maendeleo ya taifa. Dr. Mwigulu amesema hayo hii leo aliposhiriki ibada katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Kiomboi Christian Center mjini Kiomboi, wilaya ya Iramba, mkoani Singida. Akizungumza na waumini hao, waziri mkuu amesema serikali inatambua nafasi muhimu ya taasisi za dini katika malezi ya jamii na kwamba itaendelea kuweka mazingira rafiki yatakayowezesha taasisi hizo kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na ufanisi. Serikali tumekuwa na kila sababu ya kuwashukuru baba zetu maaskofu pamoja na wachungaji wote. Serikali inatambua umuhimu wa kanisa kwa jinsi ambavyo mmechangia mafanikio yaliyo mengi, na mimi nimeendelea kuwashawishi wenzangu. Wakati huo huo, Dr. Mwigulu ametoa rai kwa wananchi kuendelea kuheshimu nyumba za ibada na kuepuka kuziingiza katika shughuli zinazoweza kuvuruga dhamira na malengo yake ya msingi. Awali akimkaribisha waziri mkuu kuzungumza na waumini, askofu wa jimbo la Singida Kaskazini Dr. Danford Obadia amesema kanisa linaendelea kumwombea Rais Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na viongozi wa serikali ili waendelee kutekeleza majukumu yao kwa hekima, uadilifu na mafanikio kwa manufaa ya taifa. Amesema Watanzania wana wajibu wa kuliombea taifa na viongozi wake kwa mujibu wa mafundisho ya Biblia ili nchi iendelee kudumisha amani, utulivu na maendeleo. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee Morogoro. Askofu wa Kanisa la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Morogoro Dr. George Pindua amewaingiza kazini mkuu wa jimbo pamoja na mkuu wa pili wa jimbo la Morogoro katika ibada maalum iliyofanyika katika kanisa kuu la Bungo, manispaa ya Morogoro, ambapo wakati wa ibada hiyo Dr. Pindua amewataka viongozi hao kutekeleza majukumu yao kwa uaminifu, uadilifu na kujitolea katika kulitumikia kanisa na waumini wake kwa kufuata mapenzi ya Mungu. Taarifa kamili na Pascal Elias kutoka Morogoro. Ni katika ibada maalum ya kuweka wakifu viongozi wa kanisa la KKKT jimbo la Morogoro mjini, ambapo askofu wa kanisa hili amewataka viongozi hawa kuwa na umoja pamoja na ushirikiano katika kuifanya kazi ya Mungu, lengo ni kufikia dira ya dayosisi ya mwaka 2026-2030. Uongozi wenu hupimwa si kwa ukubwa wa mamlaka mliopewa, bali kwa kina cha huduma yake ambayo Mungu anawakabidhi. Mamlaka ya kiroho inapoteza uhalali wake pale mnapogeuza kuwa chombo cha kuwanyanyasa, kuwadhalilisha na kuwabebesha wengine mizigo isiyobebeka. Ninyi hamjaitwa kuwa watu wanyanyasaji, bali ni watumishi wa Mungu wa kuwabeba watu. Napenda kualika mtazame ofisi zenu kwa jicho la utumishi,
si kama watawala. Mkuu wa jimbo unapewa mamlaka ya kusimamia kazi ya Mungu. Unapewa mamlaka ya kuimarisha umoja wa kanisa, kufuatilia huduma za kichungaji na washirika, kuhakikisha kwamba maamuzi ya kijimbo, maamuzi yote yanasimamiwa na kutekelezwa kwa uaminifu zaidi. Aidha, ndugu yangu Mchungaji Malekela, ambaye umeitwa kuwa msaidizi wa mkuu wa jimbo, uwe mwaminifu, mjenzi wa daraja na utaratibu wa kazi za maendeleo na uchaji. Chaplain wa Kanisa Kuu Ubungo umeitwa kuwa msimamizi wa ibada, sakramenti, huduma za kichungaji na hadhi ya Kanisa Kuu kama kitovu cha ushuhuda wa dayosisi. Nao baadhi ya viongozi walioingizwa kazini wameahidi kutekeleza majukumu yaliyopewa kwa bidii na uaminifu, wakiahidi kushirikiana na viongozi wengine pamoja na washirika katika kuendeleza kazi ya Mungu ndani ya jimbo la Morogoro. Tunapenda kumshukuru Mungu na kwamba tutatimiza ahadi tuliyoahidi mbele za Mungu na mbele za washirika ya kumtumikia Mungu kwa furaha na uaminifu na kwa ubunifu mkubwa. Ni imani yangu na mategemeo yetu kwamba tutaendelea kuilinda imani na kuitetea siku zote za maisha yetu, lakini pia tutawahudumia watu kwa moyo wa upendo, moyo wa furaha na moyo wa shukrani ili kujenga mshikamano katika jimbo letu la Morogoro, lakini pia tutatii na kutekeleza maagizo yote tunayoagizwa na viongozi wote wa dayosisi. Ni jambo la kuweza kumshukuru Mungu kwa siku ya leo kuingizwa kazini, na matazamio yetu kwenye jimbo letu la Morogoro mjini, ambalo ndio jimbo kubwa kuliko majimbo yote kati ya majimbo ya matano. Matazamio yetu kwanza kuweza kujenga dayosisi yetu ya Morogoro, lakini pia kuweza kupata ushirikiano kutoka kwa Wakristo kwa ajili ya kuweza kujenga jimbo letu na dayosisi yetu ya Morogoro. Nao baadhi ya washirika waliohudhuria ibada hii wameeleza matarajio yao kwa viongozi hao wapya, wakisema watarajia kuona uongozi wenye hekima utakaowaleta washirika pamoja na kuimarisha huduma mbalimbali za kanisa kwa manufaa ya washirika na jamii kwa ujumla. Viongozi wetu hawa wa jimbo, Mchungaji Makule na msaidizi wake, lakini pia chaplain wetu wa cathedral hii ya Dayosisi ya Morogoro wameongezwa kazini rasmi. Tunamshukuru Mungu kwa sababu tunachokiamini kwamba kupitia viongozi wetu wataendelea kutuongoza vizuri sisi wachungaji ambao tuko chini yao, kutafsiri kwa weledi dhima na mawazo ya Mheshimiwa Baba Askofu katika kuijenga dayosisi yetu hii ya Morogoro. Leo tulikuwa tuna usimikwaji wa wakuu wa majimbo na msaidizi wake pamoja na chaplain wa Kanisa Kuu Ubungo, na wahasa wake za wachungaji wote wa dayosisi zote, na kwamba wachungaji ni watumishi. Kwa hiyo sisi kama wenzi wa wachungaji tunatakiwa tuweze kuwapa sapoti waume zetu katika huduma zao, maana kama mchungaji akiwa anafanya vizuri na maana mke wake amesimama. Kama mshirika kwa hichi kilichotokea, natarajia matarajio mazuri kutoka kwa mkuu wa jimbo na msaidizi wake. Niko tayari kushirikiana nao bega kwa bega. Nawapongeza sana, pongezi nyingi sana kwao. Amina. Hao ni baadhi ya washirika pamoja na viongozi ambao wameelezea matumaini yao dhidi ya uongozi huu ambao leo hii umewekwa wakifu na askofu wa Dayosisi ya Morogoro. Kutoka hapa mkoani Morogoro, mimi ni Pascal Eliasi na hii ni Upendo TV. Amani kwa wote. Na sasa tuelekee kaskazini mwa Tanzania mkoani Kilimanjaro. Askofu wa Jimbo Katoliki la Moshi, Mhashamu Ludovick Joseph Minde, amesema wahudumu wa afya katika nyanja mbalimbali wanapaswa kuimarisha viwango vya huduma wanavyotoa kwa jamii ili kufikia mafanikio yatakayowasaidia kujengea sifa njema ndani na nje ya nchi. Akizungumza katika kilele cha maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya huduma za hospitali ya St. Joseph iliyopo wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, Askofu Minde amesema hospitali hiyo imejipatia mafanikio yaliyotokana na juhudi za watumishi hao pamoja na dhamira ya hospitali ya kutoa huduma bora kwa wananchi. Nakumbuka hiyo hospitali ilipoanza na hao mastari walipokuwa wanakaa. Alafu kwa kweli tunapoona jambo la namna hii, ndio maana mimi nimesema kwa kweli hapa ni maajabu ya Mungu tu yanaonyeshwa mahali hapa. Makofi na vigelegele kwa Yesu. Jambo la pili, wakati wa corona hiyo hospitali imepata jina sana. Yaani hata ikawa inazungumzwa kwa maaskofu, na hata nimemwona Mr. Peter Maduki hapa
akiwa sasa anatangaza kwamba kuna misaada iliyokuja, lakini imetolewa kwa hospitali 2 tu. Hospitali hii kwa sababu inaongoza vizuri sana kwenye masuala ya corona, wamegundua utaalamu wa kuwasaidia watu, na kweli wametibu mapadri wengi sana hapa, watawa, watu wangekufa hapa wengi sana, lakini wakarudi na wengine wako hapa. Hongereni sana kwa kweli, nyinyi watu wakubwa, sio wa kawaida. Lakini la tatu sasa ni huku kushangaa kwa kweli, hiyo hospitali imetajwa kuwa hospitali ya mkoa mapema sana. Kweli, yani unaweza kusema ni upendeleo, lakini kwa sababu ya juhudi. Na nafikiri hata hao viongozi wa serikali ambao wana examine kwa kweli wameona. Endelee kustawi, mufike Roma. Tumsifu Yesu Kristo. Akiwa mgeni rasmi katika maadhimisho hayo, naibu waziri wa afya Dr. Florence George Samizi amezitaka hospitali zote nchini kuzingatia viwango vya ithibati za kimataifa ili kuvutia wagonjwa wa ndani na nje, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050, ambapo sekta ya afya imepewa kipaumbele kama nguzo ya maendeleo na chanzo cha mapato kupitia utalii wa matibabu. Akisema serikali inaendelea kuweka mazingira bora yatakayowezesha taasisi hizo kukidhi viwango hivyo na kuongeza ushindani. Wajumbe wa bodi na uongozi wa hospitali, tunaposherehekea jubilei hii ni muhimu kutambua kuwa serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeweka mkakati wa kuhakikisha hospitali zetu zinapata ithibati ya kimataifa, international accreditation, ili huduma zitolewe ziwe na viwango vinavyokubalika duniani. Hospitali hii na nyingine nchini zinapaswa kuzingatia viwango vya ithibati za kimataifa ili kuvutia wagonjwa wa ndani na wa kimataifa. Hii ni sehemu ya utekelezaji wa dira ya taifa ya mwaka 2050, ambapo sekta ya afya imepewa kipaumbele kama nguzo ya maendeleo ya kitaifa na chanzo cha mapato kupitia tiba utalii. Naomba nitoe rai kwa hospitali yetu kwamba sasa ni muda mwafaka wa kusimamia viwango vya ubora ili tuweze kupata ithibati ya kimataifa. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya St. Joseph Dr. Sister Helen Benedict amesema pamoja na mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 25 ya huduma, hospitali hiyo bado inakabiliwa na changamoto ya uhaba wa vifaa tiba vya kisasa pamoja na watumishi katika baadhi ya kada muhimu. Hospitali hii kwa kushirikiana na madaktari bingwa imetoa huduma za mkoba kwa jumla ya wananchi 663 ambapo walipata elimu ya afya, vipimo mbalimbali pamoja na huduma za kibingwa bila malipo. Hospitali imefanikiwa kuboresha mfumo wa utoaji huduma kwa kutumia teknolojia ya mifumo ya kisasa ya usimamizi wa taarifa za wagonjwa na watumishi. Maboresho haya yamerahisisha upatikanaji wa huduma, kupunguza muda wa kusubiri kwa wagonjwa, kuimarisha utunzaji wa kumbukumbu za afya na kuongeza ufanisi wa utoaji huduma katika idara mbalimbali za hospitali. Hatua hii imechangia kwa kiasi kikubwa kuongeza ufanisi katika utoaji huduma bora kwa wateja wetu. Pamoja na mafanikio makubwa yaliyopatikana katika kipindi cha miaka 25 ya utoaji huduma, hospitali ya mkoa St. Joseph bado inakabiliwa na changamoto mbalimbali. Miongoni mwa changamoto hizo ni uhaba wa vifaa tiba vya kisasa, hususan mashine ya CT scan kwa umuhimu wake mkubwa. Ya pili ni uhaba wa watumishi kwa baadhi ya kada muhimu za afya. Akizungumza katika maadhimisho hayo, mkuu wa wilaya Moshi Godfrey Mzava amesema kuwa hospitali hiyo imekuwa na mchango mkubwa katika jamii kutokana na kutoa huduma za afya zilizo bora katika maeneo mbalimbali, huku mbunge wa jimbo la Moshi mjini Mheshimiwa Ibrahim Mohamed Shayo akisema Moshi inajivunia uwepo wa hospitali hiyo kwani wananchi wanapata huduma bora na kwa wakati. Uwepo kwa taasisi hii ya St. Joseph Soweto sasa si kwa jina lile, bali Soweto imekuwa kimbilio la watu kuja kupata huduma tena nzuri, zenye hadhi nzuri kabisa, na wakitoka hapa wanakwenda kuendelea na shughuli zao vizuri. Kwa hiyo hongereni sana St. Joseph kwa kubadilisha taswira ya Soweto sasa kuwa kimbilio la watu. Mimi kama mbunge wa jimbo la Moshi mjini nina kila sababu ya kujivunia mradi huu kuwa katika jimbo langu.
wananchi wenzangu wanapata huduma kwa wakati, huduma sahihi na huduma iliyokuwa karibu. Nikushukuru mganga mkuu wa hospitali hii, tulikutana kwenye ofisi ya mbunge tukakubaliana kuwasaidia watu wa Moshi kwa kuwapunguzia gharama za matibabu. Tukaongea vipengele gani, tukakubaliana, na zoezi lile ni kushukuru umelifanya, na sasa hivi watu wa Moshi wanamiminika na kufurika kwa ajili ya kutafuta huduma hapa kwa sababu bei zenu ni rafiki. Maadhimisho ya jubilei ya miaka 25 ya hospitali ya St. Joseph ni mwelekeo wa kuimarisha huduma bora za afya kwa wananchi sambamba na kuunga mkono jitihada za serikali za kuifanya Tanzania kwa kitovu cha huduma za afya na utalii wa kimatibabu. Mimi ni Rema Abraham, Upendo TV. Askofu wa KKKT Dayosisi ya Dodoma Dr. Christian Ndosa amewataka Wakristo kote nchini kuwa na macho ya rohoni ya utambuzi wa imani ya kweli ili kuepuka kuingia katika lawama mbele za Mwenyezi Mungu. Taarifa zaidi na mwandishi wetu kutoka Dodoma. Ni katika uzinduzi wa jengo la ghorofa moja la ofisi ya kanisa la KKKT usharika wa Yerusalemu Makulu, Dayosisi ya Dodoma. Kanisa hilo lililopo eneo la Oyster Bay, ambapo katika ibada ya kubariki jengo hilo, Askofu Ndosa anatumia fursa hiyo kuwatia moyo wa Kristo kusonga mbele na kuwataka kuwa makini, hususani katika utambuzi wa imani badala ya kuhangaika katika imani tofauti tofauti. Kuna watu wanamuita Bwana mara nyingi. Saa nyingine naweza nikawatazama hata wanaoitwa manabii wa uongo, wanamuita Bwana. Wanamwambia washarika tuna. Katibu wa baraza la wazee kutoka usharikani hapo, Elbariki Makala, anaeleza ujenzi wa ofisi hiyo ambalo limejengwa ndani ya mwaka mmoja na miezi mitatu, wenye ghorofa moja, limetumia zaidi ya milioni 150, huku mchungaji kiongozi wa usharika huo Eda Mbwambo akielezea siri na mafanikio hayo. Kwenye ground floor tuna ofisi 5 na kwenye ghorofa ya kwanza tuna ofisi 1 na ukumbi mdogo kwa ajili ya mikutano. Vile vile jengo letu limegharimu kiasi cha pesa kisichopungua milioni 150 ambayo ni michango ya washarika, sadaka zao. Katika usharika wetu jambo la kwanza tunamwomba Mungu. Mungu ndiye anayetupa afya njema, Mungu ndiye anayetusaidia, Mungu ndiye ametupa mali, Mungu ndiye ametupa akili. Kwa hiyo sisi tunamtanguliza Mungu, kwamba Mungu tukimuomba anajibu maombi. Nao baadhi ya washirika walioshiriki uzinduzi huo wakapata wasaa wa kuweka bayana maoni yao jinsi walivyojitoa kufanya kazi ya Mungu. Hata hivyo, ibada hiyo ambayo imepambwa na kwaya mbalimbali imeenda sambamba na harambee ya kuboresha maeneo ya maegesho ya magari. Ila we focus kwenye hali ya kujitoa na kuhakikisha lengo lako linafikiwa. Mathalan, katika ujenzi wetu hatukuwa na uwezo wa kulijenga jengo hili tulilofanya, lakini tulianza kwa utaratibu na kila mtu kufanya kwa nafasi yake kwa jinsi anavyoona inafaa. Kwa hiyo ikikumbukwa kwamba anayetuongoza sisi katika usharika wetu ni mwanamke na yeye kwetu kama ni modo. Kwa hiyo ametuinspire wanawake wengine kuendelea kushiriki kwa moyo kuhakikisha kazi ya Mungu inafanikiwa. Ndio tunaotakiwa kunufaika na lile kanisa. Tuendelee kusupport hiyo huduma, lakini sambamba na hiyo kamati zinazoteuliwa, mfano kamati ya ujenzi na kadha wa kadha, wawe wawazi. Kanisa letu sisi hapa tumejenga, kila Jumapili inatolewa nafasi ya kamati kusema tumefikia stage gani, fedha iliyopatikana last time imefanya nini, ni kitu gani kinapemea, wiki inayofuata tuna. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tunasonga mbele na sasa tuelekee nyanda za juu kusini mkoani Mbeya. Viongozi wa dini wameaswa kusimama imara katika wito wao kumtumikia Mungu na kuhubiri Injili kwa bidii bila kuyumbishwa na changamoto za maisha au maneno ya kukatisha tamaa yanayoweza kudhoofisha ari yao ya kulitumikia kanisa. Taarifa zaidi na Emmanuel Lulandala.
Ameyasema hayo wakati wa ibada maalum ya kumsimika mchungaji Zelandambo iliyofanyika katika kanisa la KKKT usharika wa Emau, huku akimsihi mchungaji huyo kuendelea kueneza Injili kwa bidii na kuiongoza jamii katika misingi ya imani, upendo na mshikamano. Tumikie kundi ambalo Mungu amekukabidhi kwa uaminifu. Muombe Mungu hekima ya kuingia na kutoka mbele yao, ili wewe urithi uzima wa milele na uwafanye hawa Mungu aliyokukabidhi kuurithi uzima wa milele. Ili kazi yako ipate thawabu ni pamoja na kuwafanya wale ambao Yesu amekutuma kwao kuwafanya kuwa wa Mungu. Mzigo ambao Yesu anautamani kwako ni wewe kumbebea watoto wake wawe wake, shetani asiwatumie. Hutoweza, pata utulivu na Mungu. Maneno mengi yasikuvunje moyo ukakosa utulivu wa kumsikia Mungu. Ni nini ulilishe kundi? Ni nini umtunzie Yesu kundi lake? Kwa upande wake mchungaji wa KKKT usharika wa Mbeya mjini Rachel Alphonse amewasihi Wakristo kujiepusha na tabia kueneza maneno yanayoweza kuleta mgawanyiko ndani ya kanisa, huku akisisitiza umuhimu wa kushirikiana katika kuijenga na kuieneza Injili ya Kristo. Na neno linasema ole, iko siku atatutapika. Na tunavyojiona tuwaimbaji, tuwahubiri, tunamhubiri Kristo, lakini je, uko kusema Bwana Bwana ni sahihi moyoni mwako? Bwana Yesu asifiwe. Nao baadhi ya washarika wa kanisa hilo wamesema viongozi wa dini wanapaswa kupewa ushirikiano na kutiwa moyo katika majukumu yao, huku wakieleza kuwa maneno yenye lengo ya kukatisha tamaa yanaweza kudhoofisha juhudi za kueneza Injili na kuathiri umoja wa Kikristo. Kwa ajili ya huduma ya Mungu, kwamba katikati ya utendaji wake wa kazi amtangulize Mungu kwanza, ndipo kazi nyingine zitasimama imara. Maana peke yake kwa uweza wake hataweza, ila Mungu akiwa pamoja naye kazi ya Mungu itasimama. Yamesomwa maneno mengi na vitu vingi vimesemwa sana kwenye ibada. Ninamwombea sana kwa Mungu aweze kuyashika hayo yote na kuyatekeleza kwa msaada wa Yesu. Mungu awabariki sana sana sana. Ninafurahi sana kuwepo mahali hapa siku ya leo. Amina. Ibada hiyo ya kumsimika mchungaji Zelandambo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa kanisa pamoja na waumini kutoka maeneo tofauti, huku ikitumika kama fursa kuimarisha mshikamano na kuendelea kusukuma mbele dhamira ya kuhubiri Injili kwa jamii. Nikiripoti kutoka jijini Mbeya, Emmanuel Lulandala, Upendo TV. Tukisalia nyanda za juu kusini na sasa tuelekea mkoani Songwe. Wazazi na walezi wameshauriwa kuwa karibu na vijana wao kipindi cha ujana wanapouendea utu uzima, ili waweze kufikia hatua ya tendo takatifu la kufunga ndoa, kwani kufanya hivyo ni kuheshimu agizo la Mungu kwa mwanadamu. Nicholas Ndabila ana taarifa hii. Akizungumza mara baada ya ibada iliyofanyika katika usharika wa Mloo, Mchungaji Anganile Mwangosi ameeleza kuwa kanisa linapaswa kuona uwezekano wa kuanza kutoa elimu ya malezi kwa vijana maarufu kama MAU, ambayo huandaa vijana kuwa na hofu ya Mungu pamoja na mambo mbalimbali kutoka ujana kuelekea utu uzima. Nafikiri wajibu wa wazazi ni kukaa na watoto kwamba kufunga ndoa ni kumheshimu Mungu. Wanapovuta inakuwa ni kujiletea laana wao pia, kama Mungu aliyewaumba ni kama hawajamheshimu. Watoto wengi wanashawishiana wanapokuwa huko kwenye vijiwe, magenge yao, kwamba kufanya harusi au kufunga ndoa wanaona kama ni gharama na kama wanachelewa, lakini sio kwamba wanachelewa, isipo tu ni kutokujua. Lakini kufunga ndoa pia ni heshima kwake, hata kwa wazazi na kwa kanisa pia. Kwa wazazi wawe karibu sana na watoto, lakini pia nafikiri sisi wachungaji na watu wengine wanahusika na mambo ya kanisa, kwa mfano vikundi vya vijana, kuwe na somo la imao, malezi ya ujana, malezi ya urafiki hadi uchumba. Hii ndio maana ilitusaidia sana miaka ya nyuma, kwamba mtu anaandaliwa mapema huyu kijana, namna ya kumwogopa Mungu, lakini namna ya kupata mchumba aliye mwema, mchumba aliye mzuri, atapata mwanamke aliye mzuri. Kwa asipate ushauri kwa watu wengine nje ya aidha kwa mchungaji au mwinjilisti, lakini pia hata kwenye kikundi cha kwaya, kwenye umoja wa vijana, kule kuna mafundisho ambayo yataweza kumpa njia iliyo nzuri na ya mafanikio pia. Hata hivyo, mchungaji mwenyeji katika usharika huo, Mchungaji Aswile Mwalwiba, ameeleza kuwa ndoa ni tendo takatifu linaloagizwa na Mungu mwenyewe katika maandiko mbalimbali ya Biblia
toka zama za watumishi wake wa kale. Mungu alipowaumba, Biblia inasema akawabarikia. Kwa hiyo sasa wewe umeanza baraka na nani? Hiyo ndoa yako. Na kubariki hajabariki mara moja. Ukisoma Mwanzo 1:27 mpaka 28 inasema akawabarikia. Baada ya kuteketea kwa gharika, Nuhu anatoka kwenye gharika, bado Mungu, Biblia ile Mwanzo 9:7 mpaka 9. Na yenyewe inasema Mungu akawabarikia tena, akasema zaidi mkaongezeke. Ukisoma kitabu cha Hesabu kinasema Musa waambie Haruni na wanawe ndio watakaowabarikia wana wa Israeli. Kwa mimi hapa ninayo kibali kutoka kwa Mungu mwenyewe kwamba niwabariki. Ni Mungu anasema ndio watakaoliweka jina langu, ile Hesabu 6:22 mpaka 27. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia katika kitabu cha Mathayo mlango wa 19 mstari wa 6 anasema alichotuunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Kufuatia uwepo wa migogoro mbalimbali katika ndoa, vijana wanaeleza nafasi ya utandawazi na mabadiliko ya sayansi na teknolojia namna yanavyochangia migogoro katika ndoa hizo, huku baadhi yao wakieleza kuwa wanandoa wanapaswa kuketi na kuitatua migogoro hiyo, ikiwa ni pamoja na kukubali makosa pale inapobidi, wengine wakishauri wazazi pamoja na walezi kujenga utamaduni wa kukaa jirani na kuwafundisha vijana na kuwashauri kabla ya kuingia katika ndoa. Na asilimia ni kubwa sana ya teknolojia kuvunja ndoa, sababu mitandao imekuja kutuharibu sana. Watu wa mambo ya mtandaoni wanataka kuleta ndani ya ndoa. Kwa hiyo ndio tofauti mkubwa uliopo. Teknolojia imekuja kuharibu sana. Na teknolojia hiyo unaweza kuitumia vizuri pia ikakujenga pia vizuri. Kwa teknolojia ukiwa umeelewa. Asilimia kubwa watu wengi hatujaelewa teknolojia, tunaenda tofauti nayo. Ndio maana inabomoa sana ndoa zetu. Okay, mimi naona njia kubwa ya kwanza ni wanandoa wenyewe, baada ya kuhitilafiana watulie, wakae chini, wazungumze nini shida, lakini wakubali kuvunjika. Mmoja wao anapoona amekosea, akubali kuwa amekosea. Bila hivyo wote mkiona mna haki, ndio mashindano yanapoendelea katika ndoa. Na washauri wanawake wenzangu wote, tukae na mabinti zetu, tukiwafundisha, tukiwashauri, moja wamjue Mungu, washike neno la Mungu, wafanye kazi, tuwafundishe biashara, ili ndoa zao zikae salama na waume zao. Kwa hiyo nawashauri sana akina mama wote, wamama wenzangu, wakae chini na mabinti, wakiwafundisha, wakiwashauri, hata wale walioolewa pia wanahitaji pia nao ushauri. Kwa hiyo tuendelee kuwashauri watoto wetu. Nikiripoti kutoka hapa Mlowo, wilaya ya Mbozi, mkoani Songwe, Nicholas Ndabila, Upendo TV. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo amesema sekta ya madini ni sekta muhimu katika ukuaji wa uchumi wa nchi, akieleza kuwa uchumi unakuwa kwa takwimu, lakini kiwango cha ukuaji katika kupunguza umaskini na kuzalisha ajira bado si wa kuridhisha, na yote ni kwa sababu sekta ambazo zinazalisha ni sekta ambazo zilikuwa hazibebi watu wengi, ambapo pamoja na sekta hizo ni sekta ya madini. Amesema hayo wakati wa hafla ya kupokea ripoti ya mapendekezo ya kuendeleza wachimbaji wadogo wa madini nchini Tanzania iliyofanyika jijini Dar es Salaam, ambapo amesema serikali imelipa kipaumbele swala la wachimbaji wadogo, jambo ambalo limepunguza kelele baina ya wachimbaji wakubwa na wadogo. Kwa maelekezo ya Mheshimiwa Rais, Waziri wa Fedha ameshaweka kwenye bajeti ya juzi 10% ya mapato yanakwenda kwa ajili ya jambo hilo la utafiti. Sasa inawezekana yeye anadhani amejisaidia yeye tu, lakini ametusaidia sisi sote, kwa sababu tumeweka lengo kwenye mipango kwamba 1% angalau 1.5 ya pato la taifa liende kwenye shughuli za utafiti na maendeleo. Tayari hapa wewe umeshatusaidia, fedha inaingia hapa. Kwa upande wake, Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema pamoja na wachimbaji wadogo kuchangia 40% ya makusanyo ya maduhuli ya madini, serikali ni lazima iwawezeshe wachimbaji hao ili waweze kuchimba kwa tija na kuongeza uzalishaji. Makusanyo ya maduhuli yanayokusanywa na Tume ya Madini na Wizara ya Madini, ambayo yanaingia kwenye mfuko mkuu wa serikali, mwaka 2015 2016 tuliingiza kwenye mfuko mkuu wa serikali kwa mwaka mzima
shilingi bilioni 160 tu. Mwaka 2017 yakafanyika marekebisho ya sheria ya madini. Mwenyekiti wa kamati ya ripoti ya mapendekezo ya kuendeleza wachimbaji wadogo wa madini nchini, ambaye pia ni makamu wa rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo wa madini nchini FEMATA, Victor Tesha, akisoma sehemu ya ripoti hiyo amesema Tanzania ina sera imara. Kinachohitajika ni kuunganisha msingi huo na uhalisia wa wachimbaji. Tathmini ya wachimbaji 1754 inaonyesha kuwa wengi bado wanategemea maarifa ya asili ya uchimbaji, huku huduma za kitaalamu za kijiolojia zikiwa chache. Aidha, 72.2% bado wanatumia uoshaji wa kawaida wa madini, jambo linaloonyesha matumizi madogo ya teknolojia bora. Naye rais wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo Tanzania FEMATA, John Bina, amehakikishia wachimbaji wadogo kuwa hoja na taarifa wanazozipeleka Wizara ya Madini asilimia kubwa zinafanywa kazi. Tuelekee mkoani Arusha. Wanafunzi wa kike katika shule ya msingi Kambi ya Faru iliyopo katika tarafa ya Endabash wilayani Karatu mkoani Arusha, ambao wakati mwingine walikuwa wakishindwa kuhudhuria masomo wawapo katika siku zao za hedhi kutokana na mazingira ya kujistiri kutokuwa rafiki, changamoto hiyo imepatiwa ufumbuzi. Mwanahabari wetu ana taarifa zaidi. Wakizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa usafi wa mazingira wa kuimarisha afua za afya shuleni, afisa miradi wa shirika la World Vision Tanzania wilayani Karatu, Fidelis Joseph, anasema uwepo wa chumba maalum cha usimamizi wa hedhi salama umepunguza utoro kwa watoto wa kike shuleni hapo. Mradi huu ulilenga kuboresha mazingira ya kujifunzia kwa wananchi kupitia upatikanaji wa miundombinu bora ya usafi na mazingira pamoja na kuimarisha afua za afya shuleni. Mradi umehusisha ujenzi wa vyoo vya kisasa vya kuflashi vyenye matundu 9, matundu 4 kwa wavulana, matundu 5 kwa wasichana, ujenzi wa chumba maalum cha usimamizi wa hedhi salama kwa wanafunzi wa kike, ujenzi wa vituo vya kunawia mikono vyenye mabomba 12 katika eneo la vyoo. Hudhurio wa wanafunzi wa kike shuleni yameimarika kutokana na uwepo wa chumba maalum cha kujisitiri. Warda Salehe ni mwalimu wa shule ya msingi Kambi ya Faru. Anasema awali mazingira hayakuwa rafiki kwa watoto wa kike, hivyo kuboreshwa kwa mazingira hayo kutaongeza utulivu wa kujifunza. Kuna chumba maalum kwa ajili ya watoto wa kike cha kubadilishia pads. Itasaidia kwa kiasi kikubwa kwa sababu ni kizuri, kisafi, pia kuna vifaa mbalimbali ambavyo tumeletewa na World Vision. Tunawashukuru sana na Mungu awabariki. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Karatu Dr. Lameki Karanga amelipongeza shirika la World Vision Tanzania kwa miradi mizuri inayoleta usawi wa watoto shuleni. Naona nije kuwa shahidi wa serikali wa hiki kitu kizuri mlichotupatia. Miradi mizuri yenye ubora, lakini ni washukuru sana kwa kutenga bajeti ya kushirikiana na sisi kwenye wilaya hii takriban bilioni 2 mwaka huu wa fedha. Ni shirika ambalo limeonyesha kushirikiana na serikali. Najua kuna miradi mingi, sio miradi hii. Mtazamaji wa Upendo TV habari, tupate mapumziko mafupi, kisha nitakaporejea nitakuletea habari za kimataifa. Mimi ni John Pazia.